Mempendeza Mungu injili Yesu Kristo. Mempendeza Mungu injili Yesu Kristo abiria mahali hapa. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako mahali hapa Bwana. Nenda ukanene sawa sawa ninapokupendeza. Na kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amina. Mungu anasema kwa maandiko yake matakatifu, mshahara wa dhambi, Warumi 6 mstari wake ni 23. Warumi 6:23. Mungu anasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Ya dhambi kuna mshahara. Wale ambao wanafikiri wanaweza itenda alafu wasilipwe chochote, Mungu anakuhakikishia vile mtu anaweza fanya kazi uko unalipwa kwa siku. Waweza fanya kazi yako alafu ukalipwa kwa siku, ama unafanya kazi kwa mwezi ukafanya kazi alafu kwa mwezi ukapokea mshahara. Mungu anasema kwa Warumi 6:23, Mungu anasema mshahara wa dhambi Mungu anasema ni mauti. So ukiwa unatenda dhambi, Mungu anakuambia kuna mshahara unakuja. Usifikirie utatoa mimba alafu ufikirie imeenda hivyo. Haiendi hivyo. Usifikirie utalala na wanawake, usifikirie angalia huyu. Mfano mzuri ni huyu malaya, huyu mzungu wa Kirasha. Huyu ambaye analala na wanawake wengi, huyu mzungu, wale wanawake ambao wanaolala naye, wale wanawake ambao si waaminifu, wanaona pesa kwa huyu Mrasha, wanasema ni afadhali nikachukue pesa. Madhara yake ni nini? Ukimwi. Umelala na Mrasha, umeenda kuchukua pesa, umeona ngozi nyeupe, lakini hujaona neno la Mungu. Mungu anakuambia usizini. Mungu ameandika kwa kidole amri zake kwa vibao, amri ya 7. Mungu ameandika akimwambia mwanamke wa Kenya, akimwambia mwanamke wa Likoni usizini. Kwa nini? Mungu alijua kuna tarehe Mrasha atakuja na ukimwi atakushawishi na utafata pesa. Kitu ambacho nafikiria ni kwamba huyu Mrasha angekuwa wa kike, wanaume wangapi wangekuwa wamekufa sasa hivi Likoni? Wewe mwanamke wa kizungu, malaya wa Kirasha aje kukutongoza, mabichi boy wangapi wangekufa Shelly Beach na ukimwi? Kuna kitu unafaa ufikirie. Wale ambao wamelala na Mrasha si bora zaidi yangu na zaidi yako. Ukiwa na Yesu Kristo utaweza kumkimbia Mrasha na utamkimbia shetani na takataka zake. Lakini kama una Yesu Kristo utaona pesa itakuwa kama Mungu wako. Hao wanawake leo wanalia machozi. Kwa nini? Hao wanawake sahi wanalia machozi. Kwa nini? Mungu ameandika kwa Warumi 6 mstari wa 23, mshahara wa dhambi, ukilala na malaya wa kizungu wa Russia, mshahara wa hiyo dhambi ni mauti. Sasa wako na ukimwi. Neno la Mungu hajawahi danganya. Mungu hajawahi kosea. Watu wengi wanafikiria wanajua sana zaidi ya Mungu. Mungu ameandika amri ya 7, usizini. Watu wangu wanaangamizwa. Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Wewe hutaki mafundisho, wewe hutaki maarifa. Mrasha anakuja, Mrasha wa kike atakuja, Mrasha wa mwingine atakuja, na mwisho wa siku hata kama Mrasha atakuja, je, unajipiana kwa nani? Waweza sema waweza sema hauwezi jipiana kwa Mrasha, lakini Mungu anasema, waraka wa kwanza wa Yohana kutenda dhambi ni sawa na kujipiana kwa shetani. Usione mwanamke amejipiana kwa Russia ujione wewe ni bora. Unapokula mugoka, unapozini,
Unapoiba haina tofauti na umejipiana kwa shetani. Hauna tofauti na wale wanajipiana kwa mrasha. Haina tofauti. Wewe unazini, unalala na bibi wenyewe, hauna conviction, haugeuki. Unatukana wazazi, hauheshimu wazazi. Umepewa kazi, wewe si mwaminifu kazini. Wewe ni magendo tu. Wewe nani wewe? Mungu anakuona. Wewe ni magendo tu. Mwanafunzi haheshimu walimu, haina tofauti. Wale wanaweza jipiana kwa Russia, mrasha physically, lakini wewe spiritually umejipiana kwa shetani. Hauna tofauti. Kama una Yesu Kristo utajipiana kwa kila kitu. Ulimwengu uko na wanawake wazuri, uko na pesa. Ulimwengu uko na wanaume wazuri. Ulimwengu uko na kila kitu ambacho mwili unataka. Ulimwengu uko na pombe. Wale wanafuta bangi wanasema bangi ni tamu. Wale wanakula mgoka wanasema mgoka ni tamu. Wale wanakunywa pombe wanasema pombe ni tamu. Ulimwengu ni kama bahari. Bahari ambayo ina flow kwa side moja. Ukiingia hapo ndani inakuteka. Nanga ni Yesu Kristo. Nanga ni Yesu Kristo. Unamhitaji Yesu, na mhitaji Yesu kila siku, kila dakika, kila lisaa kwa ulimwengu. Yesu ndiye anaweza kukuambia no. Mwanamke ambaye yuko na Yesu, hata waje warasha wangapi kwa uwezo wa Mungu, atawaambia plainly hairuhusiwi. Kwa nini? Yesu akiwa ndani anakufundisha, anakuongoza katika njia za holiness na righteousness na godliness. Yesu pekee yake akiwa ndani. Lakini kama una Yesu, hauna chochote. Hauna chochote. Ndio maana wazazi utawatukana, maisha machafu utaishi. Hawezi kuishi maisha matakatifu nje ya Yesu Kristo. Yesu ni mwana kondoo aliyetolewa na Mungu. Dhambi zako na zangu zisafishwe. Musa alichinja kondoo, kwa nini? Dhambi iondolewe. Abrahamu alichinja kondoo, kwa nini? Dhambi iondolewe. Daudi alichinja kondoo, kwa nini? Dhambi iondolewe. Mitume walichinja kondoo, kwa nini? Dhambi zao ziondolewe. Yohana 1:29. Mungu anamtoa Yesu Kristo. Yesu anatolewa kama mwana kondoo. Kwa nini? Mimi na wewe tuko na dhambi. Kila dini ikizaliwa iko na dhambi. Watu wote wametoka kwa Adamu. Na kila mtu akizaliwa sura yake si nzuri. Ndio maana unamhitaji kondoo ambaye ni Yesu. Dhambi zako na zangu ziwekwe ndani. Ya kuna kitabu tujasoma, tutasoma. Waraka wa kwanza wa Yohana, hii ni 1 John 3:8. Waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 8. Tutasoma sehemu ya A. Yeye atendaye dhambi ni wa ibilisi. Yeye atendaye dhambi ni wa ibilisi. Waweza sema mimi niko kwa Uislamu, Ukristo unihusu. Mungu anasema yeye atendaye dhambi. Mungu hajasema Mkristo. Mungu amesema yeye anayetenda dhambi ni wa ibilisi. Ibilisi alitenda dhambi, na ukiitenda wewe ni mtoto wake. Ibilisi ako na DNA. Ibilisi ako na DNA. Ibilisi ako na DNA. DNA ni gani? DNA ibilisi iko wazi, iko tu hapo. Yeye atendaye dhambi ni wa ibilisi. Yeye atendaye dhambi, anayetenda dhambi, DNA ya ibilisi ni dhambi. Ukiitenda hiyo ni full proof wewe ni mtoto wa ibilisi. Ukisoma mstari wa 10, waraka wa kwanza wa Yohana 3:10. Kwa jinsi hii tunaweza kujua dhahiri. Kwa jinsi tunaweza kujua dhahiri watoto wa Mungu na pia watoto wa ibilisi. Kwa jinsi tunaweza kujua dhahiri watoto wa Mungu na pia watoto wa ibilisi. Ibilisi ako na watoto wale wanatenda dhambi. Ukifa tu hivi, ibilisi anasema yule ni wangu. Ibilisi anakuchukua. Mungu amekukataa. Ndio maana inafaa ufikirie sana. Inafaa nifikirie sana. Mungu anasema naye tenda dhambi. Na leo kuna watu wanajihesabu yake. Kuna mtu anaweza tenda dhambi na akasema mimi ni wa Mungu. Hawezi danganya. Nani wewe? Wewe huwezi kuwa mkweli, wala mimi siwezi kuwa mkweli zaidi ya maandiko. Mungu anasema anayetenda dhambi babake ni ibilisi. Mimi nasema naitenda na nasema Mungu ni babangu. Geuka. Geuka. Kaufikirie, huyu mrasha angekuwa wa kike na amekufuata. Huyu mrasha angekufuata wewe, ungejipeana. Geuka kutoka kwa nshambari.
Yohana 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ni moyo wako. Ulimwengu ni moyo wangu. Mungu alinipenda, Mungu alikupenda, hata akamtoa mwanawe wa kipekee. Usikunje sura hivyo. Mrashi angekuwa hapa ungekunja sura. Usikunje sura hivyo. Mama, usikunje sura hivyo. Hili ni neno la Mungu. Mrashi angekuwa hapa na kala yake na pesa yake, ungekuwa unatoa tabasamu. Mungu alimtoa Yesu Kristo ili umwamini. Umwamini, utubu dhambi, dhambi zako ziondolewe. Mungu anataka toba igeuke. Igeuke njia mbaya. Ikimbie njia mbaya. Geuka kutoka kwa njia mbaya. Kitu ambacho Mungu hapendezi nayo ni dhambi. Anasema yote anaitenda ni wa ibilisi na ina mshahara. Mshahara utachomeka milele. Utachomeka milele. Geuka kutoka kwa njia mbaya. Geuka kutoka kwa mwenendo mbaya. Tubia dhambi, muamini Yesu Kristo. Mungu anataka toba. Wanawake wanajipeana kwa huyu malaya wa Kirasia. Wanawake wanajipeana kwa malaya wa Kirasia. Madhara yake ni ukimwi. Huyu mrasi angekuwa mwanamke, wanaume wangapi Likondo angekuwa amepata ukimwi. Mungu anataka ufikirie kuna hitaji la Yesu Kristo kupanda ndani ya moyo wako. Wamama wanajipeana kwa mrasia, wamama wanapewa ukimwi, wanapenda pesa, wanaabudu pesa. Huyu malaya wa Kirasia angekuwa mwanamke, wanaume wangapi tungekuwa na ukimwi? Wanawake wangapi? Akija Likoni huyu mrasia, wanawake wangapi wangekuwa wadhirika sahihi? Unamhitaji Yesu Kristo. Yesu akiwa ndani yako atakucontrol. Yesu ni speed governor. Yesu atakuzuia kutokana na zinaa, kutokana na dhambi, kutokana na njia mbaya. Mungu anasema usizini. Amri ya 7 usizini. Wanawake wanajipeana kwa mzungu. Madhara yake ni ukimwi. Msara wa dhambi ni mauti. Unajipeana kwa mrasha, haina tofauti. Ukitenda dhambi umejipeana kwa shetani, haina tofauti. Weza kuja jipeana kwa mrasha, lakini ukitenda dhambi umejipeana kwa shetani, haina tofauti. Wamama wamepotea, najipeana kwa mrasha. Mungu anataka toba. Geuka kwa njia mbaya. Badala ya kujipeana kwa mrasha, jipeane kwa Yesu Kristo. Mrasha anakupa ukimwi na unakufa. Mshahara wa dhambi ni mauti. Mbona usijipeane kwa Yesu Kristo? Mbona usijipeane? Usijipeane kwa Yesu Kristo. Mungu anataka toba. Ikimbie zina. Ikimbie zina, mkimbilie Yesu Kristo. Ikimbie zina, mkimbilie Yesu Kristo. Mungu anataka toba. Geuka kutoka kwa njia mbaya. Fahamu kuna ile sehemu ya juu, sehemu ambayo umetengewa, sehemu ambayo yako ili ya kuweza